certain family will receive a miracle. Amen. A certain family that has gone through pain, through suffering, through hard time. I don't know what kind of hard time it was for that particular family, but this is the day that particular family will receive a miracle. Amen. Amen. Hallelujah. And that is what the Lord is saying. Today tunaenda kujifunza jambo moja. As the Spirit of God has led me and will lead me, power to possess. Power to possess. Nguvu ya kumiliki. Nguvu ya kumiliki. Power to possess. Kama hauna nguvu ya kumiliki, what you get, if you don't have power to possess, even if you get it, that is not a problem. It will still go because you don't have that power. Today, somebody will receive power to possess. Nguvu ya kumiliki. Nimesema kama hauna nguvu ya kumiliki, even if you get, you will still lose it because you lack that power. Let me give you an example. An example, you know. During a certain election, was it 20? I can't remember the election. Ile ya Kideri man. You remember the Kideri man? 2017. That guy alipata pesa nyingi sana. But it was 2013. That guy out of nowhere alipata pesa nyingi. But where is Kideri man this time? Nowhere to be seen, nowhere to be heard, nowhere. And I'm very sure maybe Anna anything. It remained as a story. Once alikuwa a millionaire, but no, hana tena. Do you know why? If you don't have power to possess, even if you get, you will still lose it. And today, Jesus' power, we are going to receive. And everybody who will listen, because this message will go global. Whoever will listen and believe will receive power to possess. So you might be having, but you will lose it because you lack that power to possess. How many people received million shillings, but hata accents hawana tena? Because they lack power to possess. Kwa sababu hawana kukuwa na hiyo nguvu ya kumiliki. Lazima whatever you possess ikuje to your manageable level. Katika ulimwengu wa kiroho, there is what imewekwa unastahili ukue, either by God or by Satan. There is what you can handle. A good example in business.
Angalia biashara that are owned by Somalis. Those people hawana biashara ndogo. You see a big shop, you think that must be a Somali shop. Why? These people have something that we should get it even as if them of the world have it. How about us who are in Christ Jesus? Amen. Them that received Jesus Christ have been given power to become children of God, children of the kingdom. If you are a child, you are a child of the kingdom. Things of the kingdom should accompany you. Mambo ya kiufalme yanastahili kuambatana na wewe. Sababu gani? Wewe ni mtoto mrithi pamoja na Kristo Yesu. Power to possess. Na katika and in the realm of the spirit, wale ambao ni waovu wanaoelewa, they know this is a millionaire, huyo ana kitu, they know, and they will come to steal. I told you another time, the devil has nothing to give unless he steals. He said that hakuna kitu. The millionaires you see, they stole from somebody who had. Na walikuwa nayo na hawakuwa na nguvu ya kumiliki. Nataka unielewe. You can be a millionaire, but if you are a millionaire and you lack power to possess million, you will not retain it. It will be stolen. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Like you have a business that inakupatia 10,000 every day. If you don't have power to retain that grace, you will lose it. So the devil will steal from those who have power to possess. If you don't have power to possess, the devil will steal. But if you have power to possess, kila chochote unachokimiliki, you have control over it. Unaweza kukikontrol. Unaweza ukakikontrol. Why? Because uko na nguvu ya kukikontrol. So today we are going to receive power to possess. We can be a church ambayo inastahili kukuwa na thousands, but if we don't have that power to possess thousands of numbers, bado numbers zitakuja to manageable level. Manageable numbers. Ndio maana unaona mtu ambaye hajashika pesa nyingi, akishika pesa nyingi akili yake itulie mpaka zikiisha ndio unaona mapeketi ametulia. You've not seen these things. Mtu akipata pesa nyingi hivi, akili hawezi kaa chini mpaka hiyo pesa ikuje to manageable numbers ndio kae. Kama manageable numbers zake ni shillings, mpaka afikishe 100 ndio atulie. Now whatever he does with that money, you are not even explaining. Why? You don't have power to possess that amount, so you cannot. If that power to possess was stolen, we are going to retrieve it back.
na mtu amuona kanisani mpaka siku ile zitaisha apate prayer item. Apate prayer item. Utamuona kanisani mpaka ile siku amezoea hiyo prayer item. Hakuje. But we are going to receive power to possess. Obadia 1:17. 1:17. Obadia. Naomba mtumishi wa Mungu nisomee. Obadia 1:17. Amen. Bali katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka, nao utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. Unasikia? Walikuwa na miliki. Nyumba ya Yakobo, there will be deliverance in the mountain of Zion, and the eyes of Jacob will possess its inheritance. Na nyumba ya Yakobo itamiliki miliki yao. To mean that there was a time Israel had a possession and an inheritance, but they were not possessing. Hawakuwa wanaimiliki. Lakini maandiko yanatuambia there will be deliverance on Jesus' power. On that jina lako. There will be deliverance. It will be holy. A holy deliverance upon people, upon somebody here, upon your life, upon your business, and you are going to possess your inheritance. What is your inheritance? We are heirs together with Christ Jesus, and we are supposed to inherit what is of the kingdom of God. Naambiwa watamiliki miliki yao. Hii kumaanisha there was a time Israel had an inheritance, but hawakuwa wamemiliki. Unajua unaweza kuwa nayo lakini hujaimiliki. Unaweza kuwa na biashara lakini imemilikiwa na wengine. Unaweza kuwa na watoto lakini wanamilikiwa na wengine. Unaweza kuwa na kazi lakini sio wewe unatawala hiyo kazi. Unaweza kuwa na biashara lakini hiyo biashara hujaitawala. You know something ambayo unaitawala. Something ambayo unaitawala, uko na uwezo wa kusema vile ambavyo unataka. Uko na biashara lakini huwezi ukaipredict, maana hujaitawala. Mtu wa Mungu, naomba tusomee Psalms 110:2. Psalms 110:2. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. Rule in the midst of your enemies. Utawala katikati ya maadui ambao wanaweza wakainukia biashara yako.
nguvu za chuma ulete. Kama ungekuwa na nguvu ya kumiliki hiyo kazi, yes, ungekuwa ukichuma ukiwapelekea. Hauwezi. Lakini kwa sababu hujatawala adui zako, hujawatawala wale wanaokuja kukuibia, hujatawala wale wanaokutesa, hujatawala wale wanaotuma magonjwa, ndio maana you cannot possess. You don't have authority over. Rule over. Hao unaona ni yako katika ulimwengu wa asili, lakini katika ulimwengu wa rohoni ina mwenyewe. Kazi ni yako, unaenda kila siku, lakini katika ulimwengu wa rohoni kuna wenyewe wanaochukua mshahara. I give you a testimony. Pastor anaulizwa pesa yako iko wapi, gani ile unafanya kazi. What does that mean? Alikuwa ni yeye anaenda kazini, lakini walipao ni wengine. And it can happen even to you. Ndio maana unaona pesa yako uelewi, biashara yako uelewi, watoto wako uelewi, because hauna mamlaka and control over. Huwezi kuwa control, maana sio wako. Katika ulimwengu wa nyama ni wako, lakini katika ulimwengu wa rohoni wana mwingine. Now you don't have to. Tumeambiwa Jacob will possess its inheritance. Yakobo ana urithi wake, lakini Mungu anawaambia mtamiliki miliki yenu, kumaanisha there was a time Israel had an inheritance, but they had no power over what they were supposed to inherit. What is that you have, but you have no control over it? Ni nini uko nayo lakini huna control nayo, hata uwezi ukaipredict. There shall be deliverance upon somebody today, upon a certain family today, upon a certain lady today, upon a certain somebody today in Jesus' power. And you are going to possess your inheritance in Christ Jesus. Utaenda kumiliki. You are going to receive power. Power to possess. Wale wanaoperate, I've given you an example of chuma ulete, because it is a very common witchcraft that operates here in Coast region. Chuma ulete ndio kile ambacho wanakuja kuchukua. They want control over it. They still past. The devil is a thief, will steal and now control. Anachukua. Wale kama unajua shawaiota umeibiwa kwa simu. Don't think ati umeibiwa kwa ndoto. Ati nguo yangu imechukuliwa, simu yangu imechukuliwa. No! Hiyo ndio hivyo wanaiba. Na ukiamka simu ziko nayo ina noma. Nasikia. Si niko na simu? Una shida. What is the problem? Si simu niko nayo, unaendelea na maisha. Afadhali hiyo simu iibiwe. Kuliko ile ya rohoni imeibiwa. Afadhali uibiwe, utatafuta simu. Utaenda kununua kuliko iibiwe rohoni. Because it is to me, you will not have a control over something because it is not yours. Sijui kama mtu hapa tunaelewana. Hauna control because it is not yours. Nikichukua hii simu nikiiba kutoka kwako na niko nayo mimi,
Who has control over that form? Ni mimi. Nichukue as much as ni yako, lakini nimeichukua na niko nayo. I have control over it, not you again. So Israel will possess its inheritance. There will be deliverance. Watakuwa na ukombozi upon somebody here over your enemies. Watawala. Naomba nisomewe Deuteronomy 11:24. Deuteronomy 11:24. Amen. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Tokea hilo jangwa la Lebanoni na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndiyo mipaka yenu. Nasikia, naomba nisome na Kizungu. English in every place where you set your foot will be yours. Your territory will extend. Nilikuwa natafuta word, your territory will extend. Mipaka yako itapanuka. Yaani mkikanyanga mahali ni miliki yenu. Halafu kitu kingine, kukanyanga sio shida. Kama umekanyanga na kuna mipaka, my friend, bado mipaka itakuzuia, kuna mahali utafika. Mungu akaona hao watu wacha nipanue mipaka yenu nikaipanue. Sio kama unanielewa. I was looking there. Yaani ukifika mahali kwa biashara, hiyo biashara unaimiliki. Na lazima Mungu afanye kitu, apanue mipaka. I will extend your territory. Lazima manake kama umemiliki, na katika ulimwengu wa rohoni uko na mipaka bado, Mungu akamwambia I will extend your territory. Mungu anaambia mtu leo, pamoja na kwamba popote utakanyanga ni miliki yako, lakini mipaka yako itapanuka. Itapanuka mipaka ya mtu siku ya leo. Atakachoanza kikafanikiwe. Atakapoenda akafanikiwe. Na mipaka yake ikaongezeke. Manake kama mipaka yako ijapanuka, and in the spiritual realm you are supposed to be getting 10,000 every day, it will come to manageable level ya 10,000. Now I will extend your territory. God did not give them possession only upon stepping of their feet, but even extending their territory. Kuna watu wanamiliki, lakini mipaka yao iko limited. They can only possess to a certain level. They can only possess to a certain length. Wanaweza tu kumiliki kiwango fulani. Kwa sababu gani? Kiwango chao cha kumiliki hakijapanuka. Kiwango cha mtu kikapanuke siku ya leo. Kama ulikuwa unafaa kutengeneza biashara, you are supposed to own a capital of $1 million. Own it now, because our territories will be extended. Mungu akimwambia mahali popote mutaweka nyayo zenu, hapo ni miliki yenu. You go open a business somewhere, you own that business, you own that area. Unamiliki hiyo maeneo, na ni wewe unaamua hiyo maeneo unaimiliki, na una uwezo wa kupanda, una uwezo wa kuamua hiyo territory.
because you are owning a certain territory. A certain territory of a kind of a business. Ikapanuke. Watu tukapanuke. Mungu hakuwapatia milk upon stepping of their feet only, but even extending the territory of possession. Their territory of possession. Where you are supposed to go. May somebody's territory be extended. Look at Jabez. Pamoja na kwamba kumlilia Mungu, akimwambia Mungu niondolee uchungu, alimwambia pia nipanulie mipaka. Kuna mipaka lazima tupanuliwe. Maana hata uchungu ungeondoka, pamoja na mipaka, bado furaha yake inakuwa limited. Kwa sababu gani? Kuna mipaka. Mungu anasema I will extend your territory. We might be possessive, but our territories are not extended. Asijapanuka kumaanisha tunaweza miliki mpaka kiwango fulani. Hiyo ingine si yetu. We are going to extend that. In these 3 days, tunapanua, tunaongeza kiwango chetu cha kumiliki. Joshua 1:3. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Unasikia? Yaani Mungu anamwambia Joshua, vile tu nilikuwa nimesema na Musa, hivyo nimepanua mipaka yenu. Mtakapo kanyanga na nyayo zenu, hapo ndipo itakuwa miliki yenu. Na nimewapanulia. Nimepanua. Mungu akapanua mipaka ya Israeli ili wakaweze kumiliki pasipo kuzuilika. Wakati unamiliki na kuna mipaka, kuna vizuizi. Wakati unamiliki na uliwekewa mipaka, hautamiliki sufficiently. Nchi yote ya Wahiti nimewapatia, mtaenda kumiliki. Shamuri ametuambia we are going to rule over our enemies. Who is that enemy of yours? Ni adui gani huyo wa biashara yako? Adui gani huyo wa watoto wako? Tunaenda kuwatawala siku ya leo na tukamiliki kile ambacho kimefanyika kuwa petu, kile ambacho ni urithi wetu, tunaenda kukimiliki siku ya leo. Because there will be deliverance upon somebody today. There will be deliverance upon somebody's life today. And you are going to possess your inheritance in the name of Jesus Christ. There will be deliverance. There will be deliverance. Kutakuwa na ukombozi takatifu. Kutakuwa na ukombozi katika maisha ya mtu. Mtu ataenda kupokea na kumiliki miliki yake. And no one will steal it from you. I was talking about territory. I was talking about territory. In the realm of the spirit, katika ulimwengu wa roho, ya territories.
Even witches are territories. Si kila mchawi atakuja kuroga kila mahali. Hayendi hivyo. And the more wanaenda, the more wanapewa new territory. And us, miliki yetu na mipaka yetu tunawatawala. Even the territorial demons, we possess them and we rule over them. Tunawatawala. Tunaambiwa Zaburi imetuambia, you are going to domain your enemies. Hao ni adui gani? Wanaokufanya usimiliki kazi yako, wanaofanya usimiliki watoto wako, wanaofanya usimiliki biashara yako, wanaofanya usimiliki hata afya yako. Those are your enemies and we are going to domain them. Tutaenda kuwatawala. We are going to tutaenda kuwatawala. Tunaona baadaye hawatakuwa na usemi katika maisha yetu, maana ni sisi tumepewa nguvu ya kumiliki. Biblia imetuambia there will be deliverance upon Mount Zion and Jacob will possess his inheritance and Jesus' power will possess his inheritance and somebody in Jesus' power will possess his inheritance. This is to men. There was a time Israel could not possess their inheritance, even if the inheritance was theirs, but they were not able to possess. Ni nani huyo hawezi kumiliki kile ambacho Mungu alisema ni chake? You are going to possess today. We have not been given spirit of fear. We don't fear anything. What we know, we have been given spirit of power. Not by power, not by might, but by the Spirit of God. We are going to possess. We are going to possess the remains. Tuko na mamlaka ya kuamua adui gani tutamweka pande gani na nani tunamweka pande gani, maana tunaenda kuwatawala. Tunatawala kila kitu. Tunaenda kutawala watoto wetu. Tunaenda kutawala biashara zetu. Tunaenda kutawala kazi zetu. We are going to rule over them. Na tunaenda kuiumba. Tunaumba. Unayumba. This good meaning, this pastor was in good revelation. Tunayumba and tunatawala. Tunaanza kuchukua utawala. Hata kabla hatujafika 2026, tunaanza kuitawala na mapema kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa nguvu za aliyetuita, kwa nguvu za aliyetupatia mamlaka ya kuamurisha. Biashara zetu hazitatawaliwa tena. What is our inheritance? We possess it. We are heirs together with Christ Jesus. Sisi ni warithi pamoja na Kristo, na tunarithi vyote vya ufalme. Tunarithi vyote vilivyo vya Kristo Yesu. Tunarithi afya, tunarithi uzima, tunarithi utajiri na tunaumiliki. That power to possess is the key. Power to possess is the key. Kama umerithi, naona nguvu juu ya urithi ni kama hauna kitu. So it was stolen. It's like uko empty. You are just a custodian of a business that you don't see its profit. Wewe tu unafanya kuhifadhi. No, kinyetoba. Enough is enough. We are going to possess. We are
Mount Zion. There will be deliverance upon a family in Jesus' power. There will be deliverance upon somebody. And somebody will receive his possession, his inheritance. It's what you are going to receive in the name of Jesus. Urithi wetu tuwarithi pamoja na Yesu Kristo. Kile ambacho Kristo anaturidhisha, kile ambacho Mungu alituridhisha ni sehemu yetu pamoja na Kristo. Vile ambavyo si vyetu, vile ambavyo tulipewa na yule adui, vinaanza kung'oka sasa. In the name of Jesus Christ, there will be deliverance to domain over every enemy of our lives in the mighty name of Jesus. Tunaenda kumiliki. And we are going to have power over what we possess. Power over what we possess. Power over what we are supposed to possess. And we are going to call our inheritance. What is it that you don't have? What is it that you know you're supposed to have but don't have? We are going to call it. Biblia inatuambia ya kwamba Israeli watamiliki urithi wao. Inaongea na moto. Wataenda kumiliki urithi wako pamoja na Kristo Yesu. What is it that you are supposed to inherit in Christ Jesus? Have it now in the mighty name of Jesus Christ. Na kama mipaka yako haijapanuka, tunaenda kuipanua katika jina la Yesu Kristo. Kama waliiba na tukawa haturithi tunachostahili, we are supposed to be thousands but we are hundreds. Tunapanua mipaka yetu katika jina la Yesu Kristo. Si mtu asimame na hasira. Can you imagine having a business to have no control over? Can you imagine having children that you have no control over? Can you imagine having a job that you have no control over its salary? Can you imagine having a ministry that you cannot even control over it? No. We are going to be. There will be deliverance. Kutakuwa na ukombozi mkubwa katika maisha ya mtu.